Kama hivyo ndivyo anavyotaka dada, amekwambia ana mpango gani na hiyo nyumba? Anadai hiyo nyumba ipangishwe, halafu kodi apewe yeye kwa ajili ya kuwatunza wajukuu zake. Ama kweli ulimwengu haukosi vituko. Hivi ina maana Isaka ashindwa kuwatunza watoto wake hadi dada anang'ang'ania nyumba ipangishwe ili achukue pesa ya kodi? Shangaa na wewe kaka yake. Huyo dada yako atakuwa anataka hizo kodi ili akanunue vijiore na kwenda kufanya sifa tu kwenye masherehe ya watu. Maana hawa wanawake wetu wa Kizanzibari kwa kupenda kuonekana wana pesa. Mimi naona labda yeye angechukua hati ya nyumba awatunzie wajukuu zake, alafu amwache Isaka akae pale na mke wake. Lakini hati ya nyumba dada ndo akae nayo. Hicho unachozungumzia ni sawa, lakini hawa wajukuu tunawaongelea hapa, baba yao si Isaka? Ndiyo. Sasa mimi nimemwambia dada yako amwache Isaka akae pale na mke wake, wakati akiendelea kumtafutia huyo mke wake nyumba nyingine. Kwa sababu mimi namjua mwanangu Isaka, hawezi kuridhika na nyumba moja. Ila dada yako hataki kunisikiliza kabisa. Sasa kama dada anataka kuleta shida kisa swala la nyumba, je, akisikia hii habari ya ndoa kuwakilishwa, si atapandwa na pressure? Yaani akisikia kuhusu hiyo habari, moto ndio utazidi kuwaka humo ndani. Maana baada ya kukataa kumsapoti wazo lake, nimenuniwa mwezi mzima. Ukichanganya na huyo mke mwenzie aliyopata mtoto wa kiume, ndio kabisa naambiwa sasa hivi sijali kinachotokea kwa Isaka kwa sababu nimepata mtoto mwingine wa kiume. Yaani mambo yamekuwa tafurani. Hakuna amani kabisa. Sasa vipi? Nimfikishie dada hili jambo au? Tafadhali shemeji, naomba unipumzishe kwanza. Maana ukimfikishia dada yako hili jambo, humo ndani hapata kalika hata kidogo. Kwa hiyo hizo vurugu zote anazoleta dadangu, chanzo ni wewe kupata mtoto mwingine wa kiume? Ndiyo, si mwenzie alikuwa anazaa majike tu. Hivyo akahisi labda simpendi mke mwenzie kama ninavyompenda yeye. Kumbe wala, mimi nawapenda wake zangu wote. Sasa toka asikie mke mwenzie kapata dume, anaona kama mapenzi yote yatahamia kwa mke mwenzie. Wakati mwingine wanawake huwa wanakuwa hawajiamini. Ndiyo maana tukaambiwa tuwaongoze. Haya bwana, ngoja mimi ninyamaze. Mbona hizi meseji zako unazotuma sizielewi? Huelewi nini wakati huo ndo ukweli? Yaani bado mpaka sasa hivi uniamini? Sasa mimi nitakuaminije wakati naona unaniweka tu hapa ndani, ndoa hunipi na bado mtu mwenyewe sikupati kwenye simu. Yaani hata nikiumwa sina wa kuniuguza. Wewe tayari ni mchumba wangu na kwetu wanakufahamu. Kwa hiyo ukiumwa nenda nyumbani watakuuguza. Na sio ukiumwa tu. Yaani muda wowote ukijisikia upweke, nenda kwa mama ukakae na wale watoto angalau wiki moja wakuzoee. Unataka wazazi wako waniuguze kwani wao ndo watakao nioa? Sio kwamba wao ndio watakuoa, ila kumbuka wale ni wazazi wangu. Na kwa kuwa sasa hivi wewe ni mchumba wangu, wale ni wazazi wako pia. Na isitoshe kwenu sina deni. Kwa hiyo ni wajibu wa wazazi wangu kukuhudumia, iwapo utapatwa na changamoto yoyote. Aha, kumbe umeamua kunifanya mlinzi wa nyumba yako kwa sababu tayari umeshalipa hela kwetu. Tafadhali, naomba unielewe mpenzi. Mimi nipo kazini. Kumbuka nilikukuta Zanzibar ukiwa unaishi mwenyewe. Nilichofanya mimi ni kukuweka kwenye mazingira ambayo nataka mke wangu aishi. Halafu kuhusu swala la ndoa, nimeshakwambia nimeongea na mjomba atafutwe mtu wa kuniwakilisha. Ndoa ifanyike ili nikija nije kwa mke wangu, kwa sababu ratiba zangu huku zinazidi kuwa ngumu. Nishasema sitaki. Yaani muda wote huu wa uchumba wetu umeninyima haki ya kukaa na wewe. Halafu bado unataka nikose hata picha za ndoa? Shida ni picha au ndoa? Mimi nataka nifunge ndoa na mtu ambaye ni mume wangu na ndugu zangu wakiwepo. Tofauti na hapo sitaki. Hivi unajua sikuelewi Janet? Mimi ninachoona kama haya mahusiano yameshindikana, basi naomba uniache nirudi kwenye maisha yangu niliyoyazoea. Kwa sababu nimekuambia sasa hivi sina kazi, ninakuomba unisaidie mtaji nifanye biashara, lakini naona mwenzangu hata ujali, na wakati nimeachishwa kazi kwa ajili yako. Umeachishwa kazi kwa ajili yangu kivipi? Kwani nilikuja hapo kwenye mgahawa wenu nikamwambia bosi wako akuachishe kazi? Nimekuambia nimeachishwa kazi kwa sababu waliniambia nifanye double shift nikakataa kwa kuwa nitakosa muda wa madrasa. Kwani hiyo madrasa unayosoma ni kwa ajili yangu au kwa manufaa yako? Unaona sasa usivyojali, yani hata uumii. Hivi unajua kwamba mimi nina ndugu na wananitegemea? Sikiliza mpenzi, mimi siwezi kukupa tu mtaji wakati sijui unataka kiasi gani na wala sijui unataka kufanya biashara gani.
Hebu niandikie kwanza hiyo business plan yako niione, halafu uone kama sitokupa hizo hela. Kwa hiyo shida yako ni kujua ni biashara gani nataka kufanya? Sitaki uniambie jina la biashara unayotaka kufanya, bali nataka uniandikie mpango mzima wa biashara yako. Kuanzia kodi ya chumba utakachofanyia biashara, hela ya kuagizia mzigo, unataka wafanyakazi wangapi na mishahara yao, yaani nataka uorodheshe kila kitu. Kumbe shida ni hiyo tu. Fanya hivyo uone. Basi nitafanya. Hivi uogopi kuachwa? Hana huo ubavu wa kuniacha. Kweli wewe mwanamke unajiamini. Kwa hiyo vipi kuhusu hiyo biashara? Ndo kama hivyo. Kasema nimwandikie plani ya kila kitu ili anitumie hizo hela. Aise, wewe ni kiboko. Inabidi nifanyie kazi hiyo plani haraka. Iandike hiyo plani vizuri, ili akituma hela atume hela nzuri tuondoke zetu. Kwa hiyo unataka kumwacha? Ndiyo, nataka nimwache, kwa sababu siwezi kusema nina mwanaume wakati karibia mwaka mzima nalala mwenyewe. Hapana bwana, hutakiwi kumwacha mapema kiasi hiki, wakati biashara tunataka kuifanya bado haijaimarika. Samahani, ngoja nipokee simu, wife ananipigia. Vipi wewe, mbona saa hizi? Nimeona kimya ikabidi nikupigie, maana wewe huchelewi kunigeuka. Hapana bwana, siwezi kugeuka, bado nanogesha mambo huku. Unanogesha wapi wakati Janet kaniambia hayupo, yupo da kwa mume wake? Mwenzio hataki uje huku, ndio maana akakwambia hivyo. Wenzio fungate limenoga huku. Yaani hatuna pabaya, sisi kila mara ni uwanja wa vita. Ya kweli hayo? Nakwambia kweli, hata ukija sasa hivi utanikuta kwake. Kwa hiyo mchongo upoje? Kesho nitakutafuta nikupe update. Ole wako unidanganye. Siwezi kudanganya bwana, si unajua wewe ndio mastermind wa huu mchongo. Poa, usiniangushe sasa. Vipi, alikubali ile plan? Ndiyo, kakubali na hela ya kodi katuma. Wacha bwana, katuma kodi ya muda gani? Katuma kodi ya mwaka mzima. Sasa tunafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe mastermind wangu. Sasa hapa ili tupate hela nyingine, inabidi tutafute frame hata ya 100,000 ili tulipie miezi 6. Alafu muombe tena hela matengenezo ya frame na hela ya mzigo. Mimi mawazo yangu nilikuwa nataka tuondoke kabisa kwenye huu mji, tukaanze maisha sehemu nyingine. Hatuwezi kukimbia na hiyo milioni 4,800,000, maana haitatosha kabisa kuanza maisha sehemu nyingine. Acha kwanza atume hela nyingine ili zijaijae. Sawa, na hizo nyingine zinazobaki? Hizo nyingine zinazobaki kaa nazo. Kwa sasa kwanza twende hoteli ya nyota 5. Tukale maisha, halafu tukirudi. Hebu subiri kwanza, nimekumbuka kitu. Kuna wazo nimepata hapa. Wazo gani hilo mpenzi? Tutengeneze passport. Kuna watu wa uhamiaji na wajua. Wao watusaidia. Wao, kweli? Kwani ni shilingi ngapi kutengeneza passport? Sijajua ni shilingi ngapi, lakini nadhani itakuwa kama milioni hivi. Kwa sasa twende kwanza tukaponde raha, alafu tukirudi nitalifuatilia hilo swala la passport. Sawa. Kwani usimuite rafiki yako Batuli tunde naye ili na yeye akafurahi? Mpenzi, na wewe kwenye fungate huwa hatuendi na marafiki. Sawa mpenzi wangu.